Mkurugenzi wa huduma za elimu na mafunzo ya kitaaluma wa Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu Tanzania NBAA CPA Peter Limo amewataka wakufunzi wa fani ya uhasibu na ukaguzi wanaofundisha mafunzo ya CPA kutoa mafunzo hayo kwa kupitia taaluma na kuzingatia matumizi ya teknolojia ya TEHAMA kwa kutoa mafunzo kwa wanafunzi wao. Elimu ya TEHAMA ni miongoni mwa maeneo muhimu ambayo mataifa mengi ulimwenguni hivi sasa yameongeza nguvu kuyatumia, ikiwa ni nyenzo muhimu inayorahisisha utoaji wa huduma mbalimbali za kijamii. Sekta ya TEHAMA inatajwa kuwa ni eneo tegemezi ambalo licha ya kunufaisha maeneo mbalimbali, lakini hata mafunzo ya elimu ya uhasibu na ukaguzi pia inategemea zaidi. Akiongoza mafunzo ya wakufunzi hao jijini Dar es Salaam, CPA Peter Limo amesema ni muhimu sasa kwa wakufunzi kuzingatia utoaji wa mafunzo kwa njia ya kidigitali ili kuwarahisishia wanafunzi waliopo ndani na nje ya nchi. Umuhimu wa review class unaendelea kuwepo japokuwa kwamba sasa hivi sheria haimbani tena mwanafunzi kwamba ili ufanye mitihani ya bodi lazima upite review class, lakini pamoja na kwamba hawalazimishwi tena, NBAA bado inaona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa review class kuendelea kuwepo na kuendelea kusisitiza wanafunzi kujiunga na review classes. Na pia nyie sasa tunawashauri muendelee kuonyesha kwamba mwanafunzi ambaye amepita review class na ambaye hajapita review class, mwingine aone kwamba mimi sienda review class na huyu anaenda review class, kuna tofauti gani? Kwa hiyo tunaomba muendelee kufanya kazi kwa bidii, kushirikiana na NBAA. NBAA ipo wazi kila wakati kwa pale ambapo mnahitaji msaada wowote kutoka NBAA. CPA Kulwa Malendeja ni mkurugenzi wa huduma za shirika wa Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu NBAA. Hapa anaeleza umuhimu kwa wakufunzi hao kuzingatia sheria na kanuni zinazotolewa na bodi hiyo kwa maslahi endelevu ya taifa. Niwakaribishe sana. Hapa ni bodi yetu, bodi yenu. La pili ni washukuru kwa kazi kubwa mnayoifanya. Bila nyie sisi tusingesimama hivi kwa yale mafanikio anayoyasema mkurugenzi. Naamini ubora wenu wa kuandaa watahiniwa wetu ndio umekuwa nguzo yetu imara ya maendeleo ya tasnia ya uhasibu nchini. Kwa hiyo niwape moyo, si tuko tayari kutoa ushirikiano wa kila aina muda wote, wakati wote tupo. Tunapoteleza tukimbilieni mtushauri, tutawashauri, na hakika tukiungana pamoja fani ya uhasibu itasimama imara katika nchi hii na kwa maendeleo ya nchi yetu. Awali CPA Dr. Godhe Mkaro ambaye ni mkufunzi wa masomo ya CPA, yeye kwa nafasi yake licha ya kueleza umuhimu wa mafunzo hayo, amewataka watu wa jamii tofauti kuchangia mkia fursa zilizopo kwenye sekta ya uhasibu nchini. Watu wengi siku hizi wanamaliza CPA, wanajiajiri, wanafungua accounting firm, wanafungua audit firm. Kwa hiyo mbali na ajira ni kada ambayo mtu anaweza kujiajiri na ikamsaidia yeye na familia yake. Ni kada ambayo kwa kweli imekaa vitu vingi. Kuna mambo ya taxi, mtu anaweza kuwa ni tax consultant, wengine wanaweza kuwa ni wanawasaidia watu kufunga mahesabu, wanafanya kazi za accounting, wengine wanaweza kuwa ni auditor, mambo ya ukaguzi. Hiyo ni kada ambayo kwa kweli imekaa vitu vingi, kwa hiyo ina fursa nyingi sana. Ndio maana unaona pia sasa hivi kuna watu ambao wamesoma degree za engineering au computer science, wengine ni lawyers, wana venture pia wanafanya CPA kwa sababu inaongezea fursa mbalimbali, inaongezea uwezo. Kumbuka uhasibu imekaa vitu vingi sana. Yaani ndani ya uhasibu mle mtu anaweza kujikuta pia anakuwa ni consultant mkubwa. Kwa hiyo ina fursa nyingi, na ndio maana unaona watu wengi wanaona kwamba okay, hata kama mimi ni engineer au labda ni lawyer, kuna haja ya kuongeza hii component ya uhasibu ili iweze kumongezea competence na vile vile fursa za kujiajiri.